Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na usalimu kupitia jina zuri sana la Bwana wetu Yesu Kristo. Oribo saika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie Bwana asifiwe. Bwana akubariki. Umebarikiwa sana kusiti karibu na mimi. Una baraka sana. Kwa hiyo Jumapili inayokuja pia chagua kusiti karibu yangu, maana umebarikiwa ukisiti karibu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Twende moja kwa moja kwenye maandiko yetu ya siku ya leo. Tutakwenda kusoma kile kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya kwanza kabisa. Injili ya Luka sura ya kwanza kabisa. Ukipata muda naomba usome sura yote, lakini kwa sababu ya muda tutakwenda kusoma kuanzia ule mstari wa 26 mpaka mstari wa 38. Nitakwenda kusoma. Neno la Mungu linasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka katika ule mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa ukoo wa Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Mstari wa 30, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, usiogope Mariamu, usiogope, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Usiogope, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume, na kwa jina lake utamwita Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo malaika Gabrieli alikuja na jina, akasema jina la huyo mtoto ambaye utamzaa utamwita jina lake Yesu. Hata alipoenda kwa Zakaria, ukisoma kuanzia ule mstari wa kwanza kule, ukifika kwenye maeneo ya mstari wa 10 pale, hata alipoenda kwa Zakaria, alipokuwa pale kwenye tempo, alipomtokea pia alienda na jina. Akamwambia, mke wako atachukua mimba na atazaa mtoto, lakini jina lile utamwita ya kwamba ni Yohana. Kwa hiyo tunaona huyo malaika Gabrieli ndio huyo ambaye alienda kwa Mary, pia alienda kwa Mariamu, lakini tayari ana jina la yule mtoto ambaye atakayezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa una mwisho. Mstari wa 34, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Maana simjui mume. Mimi bado bikra, simjui mume. Ili neno litakuwaje? Ili neno linakwenda kutokeaje? Yani inakuwaje kuwaje? Hata huyu mchumba wangu Yusufu ni kwamba tu ametoa mahali, lakini bado sijalala naye. Kwa hiyo ili jambo linakuwaje kuwaje? Jibu linatoka kwenye ule mstari wa 35. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujia juu yako, na nguvu zake aliye juu. Sema, nguvu zake aliye juu. Nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth sasa anampasha habari nini kimetokea, maana ni huyu ndiye ambaye alienda kwa Elizabeth. Anamwambia tena, tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto wa kiume katika uzee wake. Nikawa najiuliza, kwa nini huyu malaika akuishia tu hapa? Tena tazama, jamaa
ingetosheleza. Yani angeishia tu hapo kwamba mimba ya mtoto wa kiume afu akaweka full stop. Lakini anaendelea kusema katika uzee wake. Sema katika uzee wake. Huyu Elizabeth alikuwa ni mkongwe. Na mwezi huu wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwake yeye Elizabeth aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Bwana. Sema hakuna neno lisilowezekana kwa Bwana. There is nothing impossible to God. Huyu ambaye alikuwa bikira, hamjui mwanaume, leo malaika anamtokea, anamwambia ya kwamba utakwenda kuzaa mtoto wa kiume. Huyu ambaye alikuwa tasa, huyu ambaye alikuwa sio tasa tu, tena ameshafikia kwenye uzee na yale mambo yetu ya wanawake yamekwisha koma, lakini leo malaika anamtokea, anamwambia ya kwamba utazaa mtoto wa kiume. Ndipo ambapo mstari wa 38 unasema Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Kisha yule malaika akaondoka zake. Baada ya kuleta ule ujumbe, yule malaika akapata kuondoka zake. Habari hizi tumekuwa tukiziona, huwa zinahubiriwa sana habari kama hii kipindi kile ambapo Krismasi imekaribia. Utaniambia sasa huu ni mwezi wa 5. Maadamu unatuletea mambo kama haya, mbona mwezi wa 12 bado mbali sana, alafu unatuletea mambo ya namna hii? Unajua Biblia, maneno ya Mungu, tunasema neno la Mungu huwa ni jipya kila inapoitwa leo. Kwa hiyo leo tutakwenda kutazama ujumbe huu katika upande mwingine ambao unasema ya kwamba baraka kupita matarajio. Sema baraka kupita matarajio. Baraka kupita vile ambavyo umetarajia. Baraka kupita vile ambavyo umetarajia. Yes, tuseme baraka kupita vile ambavyo umetarajia. Baraka kupita vile ambavyo umetarajia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamuona Mariamu ambaye alikuwa bikira. Ni bikira. Malaika anamtokea, malaika Gabriel anamwambia kwamba utazaa mtoto. Anamuuliza sasa itakuwaje? Simjui mume bado. Haya mambo yanakwenda kutokeaje? Lakini tunamuona pia huyu tasa ambaye alikuwa umri wa kuzaa umekwisha pita, na yale mambo yetu ya mambo ya wanawake yamekwisha kukoma, lakini tunaona ya kwamba naye anaambiwa nawe pia utakwenda kuzaa mwana. Kwa hiyo kitu cha namna hii ni kwamba ni kitu ambacho ni tofauti, ni kitu ambacho kinatuelezea kwamba hapa kuna baraka kupita vile ambavyo umetarajia. Haijalishi ya kwamba wewe ukawa uko upande wa Mariamu, haijalishi ya kwamba wewe uko upande wa Elizabeti na upande wa Zakaria, lakini leo ninakwambia ya kwamba unajua katika Zakaria alipokuwa ameenda pale kwenye tempo, yuko nizamu yake kuingia hekaluni kuweza kupeleka sadaka mbele za Bwana. Watu wengine wamekaa huko nje wakiomba, wakimsubiri ili aweze kutoka. Ndipo ambapo malaika Gabrieli anamtokea, anamwambia ya kwamba mke wako atachukua mimba na atakuzalia mtoto. Ndipo ambapo tunaona sasa Zakaria naye anaanza kushangaa, haya mambo yanakwenda kuaje? Ni huyu mwanamke niliye naye, mbona huyu nimejaribu sana mpaka tumefikia hiki kiwango cha uzee, lakini hatujaona hayo mambo yakitokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa kwenye ndoa na ukiwa unafanya yale mambo ya ndoa, lile jambo moja wapo, ndipo ambapo utajua umejaribu sana kipindi kirefu, lakini mambo hayajatokea. Leo hii anatokea mtu anakuambia ya kwamba utachukua mimba au mke wako atachukua mimba. Ni kitu kidogo ambacho akiingia akilini, unless otherwise utamwambia huyo malaika au huyo mtu aliyekutokea, labda kama utafanya kama vile alivyofanya babangu Ibrahim, kwamba utanipa extra helper yule ajili, labda utanipatia ajili, nikifanya hivyo inaweza kutokea. Lakini kwa huyu niliye naye nimekwisha jaribu muda mrefu sana, lakini imefikia mahali ya kwamba tunajua ya kwamba imetosha, ambayo isiyo ya kawaida. Kwa hiyo baraka zisizokuwa za kawaida, jambo lolote ambalo tunalipata kwa Mungu ambalo lisilokuwa la kawaida, tujifunze ya kwamba baraka za namna hii ni matokeo ya kibali cha Mungu,
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kigezo kimojawapo ni kibali cha Bwana kuwa juu yako. Na hii tunaiona katika ule mstari wa 28 na mstari ule wa 30 kwenye hii Luka sura ya 1. Neno la Mungu linasema, akaingia nyumbani kwake akasema, malaika Gabriel huyo, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Malaika akamwambia, usiogope, mstari wa 30, Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Napenda hii English version inasema, greetings you who are highly favored. You are the highly favored by God. Mstari wa 30 unasema, you have found favor with God. Umepata kibali kwa Bwana. Ndio maana ninakwambia mambo haya. Ndio maana ninakwambia hichi kinachokwenda kutokea, kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa wewe ambaye ni bikira kuwa na mtoto, ni kwa sababu kibali cha Bwana kiko juu yako. Kwa hiyo ili tuweze kupata baraka ambazo hatukuzitarajia, baraka zaidi ya matarajio yetu, kibali cha Bwana lazima kiwe juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kibali cha Bwana. Mwambie jirani yako, tunahitaji kibali cha Bwana. Unahitaji kibali cha Bwana. Yaani degree haiwezi kukupatia. Kuna baraka nyingine degree haiwezi kukupatia. Kuna baraka nyingine connection. Unaweza ukawa na connection nchi nzima. Unaweza ukawa na connection dunia nzima. Lakini hizo baraka huwezi kuzipata hata ukiwa na connection kama internet. Labda ya 4G, sijajua size 6G imetoka. Tuna 5G sijui. 5G hata ukiwa na connection kama 5G, yani uko so speed kwamba dunia nzima ukawa na connection. Kuna baraka nyingine unahitaji kibali cha Bwana kuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Taka sana kuwa na kibali cha Bwana juu yako. Wala usiache kiondoke kama una kibali cha Bwana juu yako. Kwa sababu hichi kibali ndicho ambacho kitakufanya uingie sehemu ambazo haujapata kuingia. Kitakufanya usimame sehemu ambazo hujapata kusimama. Kibali cha Bwana ndicho ambacho kitakufanya uqualify sehemu ambazo hauqualify. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka kwa habari ya Yusufu, habari ya Moses, tuanze na hiyo. Ni rais babake, ni mkuu wa nchi, akaandika barua ya kwamba hivi mnaona, naandika hii barua ya kwamba ukitafuta nenda mpite huku na huku, mkipata mtoto wa kabila hili, wa grupu hili, naomba huyo mtoto mpate kumuua. Leo hii anatokea mtoto wake anakwenda kule beach, anakwenda kule baharini, anamkuta Musa amewekwa hapo na mama yake, anamchukua yule mtoto, anarudi naye nyumbani, anakwenda kwa baba yake, anamwambia nimetafuta mtoto katika grupu hii, nimempata, nimemuokota pale, je nifanyeje nimtunze? Baba yake huyo aliandika barua ya kusema ya kwamba ukiwakuta watoto wa namna hii waweza kuwaua, msiwaachie. Lakini baba yake hapa anasema mtunze. Unajua hiyo ni nini? Hicho ni kibali cha Bwana ambacho kilikuwa juu ya Musa, ya kwamba kibali cha Bwana, hata wale ambao wamepanga kukuua, utakuta ya kwamba wanakutunza, utakuta ya kwamba wanakuhudumia, utakuta ya kwamba wanakufanya ufikie zile ndoto ambazo Bwana ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni nzuri sana kibali cha Bwana kikawa juu yako. Adui zako ndio hao ambao watafinance your studies. Watu wanakuponda kazini, naelekea watu wanakuletea mizengwe, lakini kibali cha Bwana kikiwa juu yako, ndio hao ambao watajikuta siku moja wanasema ya kwamba huyu anastahili kukaa katika nafasi hii. Ni nani ambaye amesababisha wewe kukaa katika nafasi ile? Ni kwa sababu kibali cha Bwana kipo juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha Bwana, kibali cha Bwana ndicho ambacho kinatuletea baraka zaidi ya ambavyo tumetarajia. Wewe unatarajia nini? Bwana atakupa zaidi ya hivyo ulivyotarajia.
nilikuwa nimekaa hapa, lile neno mchungaji ambalo alilisema ya kwamba akatoa ile statistics ya watu ambao wametangua hadi zao za ujenzi, watu ambao bado ndio wameanza na wale watu ambao bado. Lakini alimalizia kwa kusema ya kwamba yani wala usisumbue akili zako, wewe nenda kwa Bwana, muulize Bwana, hii pesa ninaipataje? Ndivyo ambavyo tunatakiwa kufanya. Wala usitake kujisumbua ya kwamba Bwana utafanyaje ili niweze kukipata hichi kitu. Kama Bwana amekwambia utapata, wewe amini tu ya kwamba hicho alichokwambia unakwenda kukipata. Haijalishi watu watakupinga, baraka za Bwana zitakuijilia juu yako. Haijalishi ya kwamba watu watasema hiki na kile, haijalishi la kwamba watakuwepo wazuiaji, lakini nikwambie ya kwamba kibali cha Bwana kikiwa juu yako, wale wote wanaozuia watajikuta ya kwamba ndipo ambapo wanasapoti kufikia kile ambacho unataka kufikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani nilikuwa nawaambia hapa asubuhi, usiapproach Ukristo ukajifanya wewe ni mathematicians. I'm mathematician by the way, nafundisha hisabati. Sasa tusiapproach hivyo kwamba Ukristo is like mathematician, kwamba 2 kujumlisha 5 ni ngapi? 2 kujumlisha 5, 2 na 5 tuhesabu 5 ni 6 ni ngapi? 7. Ni 7. Lakini tunaona wale samaki wawili tukajumlisha ile mikate 5 tukapata ngapi? Tukapata ngapi? More than 5,000, si ndio? Kwa hiyo tusiapproach mambo ya Ukristo kama mathematician. I'm mathematician, but when it comes to things of kingdom, I don't approach like that way, because I know my God is powerful, because I know my God is greater. Atafanya zaidi ya vile ambavyo akili yangu imefikia kufikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ufalme wa Bwana 2 + 5 ni zaidi ya 5,000. Utaniambia hapa hesabu inakwendaje? Umejumlisha, umetoa, I don't know. What I know ni Mungu ya kwamba samaki wawili mikate 5 ikalisha watu zaidi ya 5,000. Hicho ndio ninachojua. Kwa hiyo sina haja ya kusema Bwana nifanyeje. Mimi ninaposoma Biblia inaniambia ya kwamba Yesu akachukua vile vitu, akamshukuru babake, akasema Baba, nakushukuru kwa ajili ya hivi vitu, na ninajua ya kwamba umenisikia. Na baada ya kusema hivyo akawaambia wanafunzi wake, haya chukua wagaie. Akawagaia watu wote, na wanaohesabiwa ni CMF tu. Wakina WWK watoto hatukuhesabiwa pa, au ndio walikula. Kwa hiyo mambo ya kimungu ni mambo ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekuchagua, haijalishi ya kwamba ni nani mwingine ambaye atakuwa amekukataa au ni nani mwingine ambaye amekupuuza, jua ya kwamba kibali cha Mungu kitaweza kushinda huo upinzani wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba tusimame kidogo tuweze kukiri matamko haya. Rasa karibu sai, robo sai, risa karabu saika. Utanifuata kusema maneno haya. Nasema kwa kumaanisha, sema ukiamini, kwa sababu katika mambo mengi, inawezekana ni kwenye kazi yako, inawezekana ni kwenye biashara, umejaribu, umefanya tena na tena. Kuna kitu ambacho umejaribu, umefanya tena na tena, lakini hujaona majibu. Lakini niko hapa leo kukutangazia ya kwamba baraka zaidi ya ulivyotarajia Mungu anakwenda kuziachilia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona tumepewa magrupu ya watu hawa. Tumepewa grupu la wazee ambalo linawakilisha Elizabeth pamoja na Zakaria, na tumepewa grupu la vijana ambalo linawakilishwa na huyu Mary, ambaye Mary tunaona tu alikuwa ni msichana wa kijijini fulani hivi, lakini tunaona Mungu ndiye aliyemchagua. Hakualifai wala hastahili. Anaona ya kwamba mimi mbona bado bikra, hii mimba nakwenda kuipataje? Maana sijaweza hata kuweza kukutana na huyu mchumba wangu niliye naye. Sasa inakwenda kufanyikaje? Mbona
kuziachia, Bwana anakwenda kuziachilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo ambavyo Bwana alifanya kwa Elizabeth pamoja na Mary. Kama unaamini, hebu mpigie Bwana makofi. Ujumbe usi rahisi. Kama uamini, hata Zakaria ilikuwa hivyo hivyo. Hakuamini, akampiga maswali malaika Gabriel kwamba hili jambo inakuaje. Lakini kumbuka, aliomba ishara kwamba inakwenda kufanyikaje, na malaika Gabriel akamwambia ishara ndio hii, wewe utakwenda kuwa bubu kwa kipindi chote mpaka pale mtoto atakapozaliwa. Sisemi ya kwamba unapokuwa kwenye maombi usimwambie Bwana akakupa ishara, lakini angalia sana Bwana anapokuambia kitu. Je, unaamini kwa lile jambo ambalo amekwambia, au utaomba ishara? Ukiomba ishara usije kuangukia kwa Zakaria ambaye alifanywa kuwa bubu zaidi ya miezi 9. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Chagua tu kuamini lile Bwana ambalo anakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haijalishi uko upande gani, umejaribu jambo hili, umejaribu jambo hili, umeomba kazi, umetuma application huko na huko, lakini mpaka sasa unaona majibu hakuna kitu. Lakini nikwambie kitu, Baba anakwenda kukufungulia baraka ambazo hujazitarajia, na ukiamini utashuhudia kwa macho yako ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ya kwamba huu ni mwaka wa kuinuliwa pamoja na Bwana. Yakini mpaka tumefika mwezi wa 5 hujaona hayo mainuko, hujaona hayo mainuko. Unachoona wewe ni upinzani mwingi, unataka kusonga mbele lakini huwezi kusonga mbele. Nikwambie kitu, baraka zaidi ya hicho ambacho unatarajia Bwana anakwenda kukiachilia. Bwana anakwenda kukiririzi katika jina la Yesu. Praise God. Praise God. Mwambie jirani yako, huu ni mwaka wa kuinuliwa pamoja na Bwana. Najua itatokea. Just tell your neighbor, najua itatokea. Najua itatokea. Ni mwaka wa kuinuliwa pamoja na Bwana. Jamani, mwambie jirani yako, ndio style pia ya kumwamsha yule aliyelala. Ukiona nasema hivi, ndio kuna watu nimeshawaona wananiombea ombea. Kwa hiyo mwambie jirani yako ya kwamba ni mwaka wa kuinuliwa pamoja na Bwana. Najua itatokea. Najua itatokea. Lakini jirani yangu, itakapotokea usiwe na wivu. Usiwe na wivu. Usiwe na wivu. Maana ni upendeleo kutoka kwa Bwana. Maana ni kibali kutoka kwa Bwana. Sio kwa nguvu zangu wala si kwa uweza wangu, bali ni Bwana ndiye ambaye amefanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unajua wakati mwingine ukitaka sasa kujiuliza Bwana atafanyaje fanyaje, unarudi pale pale kwa Zakaria. Unahitaji saini. I don't know. Saini ambazo Mungu atakwenda kukupatia. Zakaria yeye alipewa tu kaububu. Anatoka mule imani. Watu wanashangaa ongea yuko tu. Watu wakasema tayari kaona maono. Yuko. Watu wamekaa kwanza wanamsubiria nje hatoki. Hatoki. Mungu anakuja, umekaa kwenye chumba cha sirini. Umeomba ili kwa muda mrefu sana. Mwanangu, this time round ninakwenda kukupatia hichi kitu. Unamwambia niambie ni mwezi gani? Niambie exactly ni mwezi gani? Unahitaji sign. Basi ni mwezi unaokuja. Lakini kabla hujafikia ile, kwa hiyo kuna kitu fulani hapa nitakupa. Utaweza kuvumilia ndugu yangu? Kwa hiyo mambo mengine hebu tumwache tu Mungu. Mungu wetu ni mkubwa sana. Akisema atafanya, tujue ya kwamba atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa kuna ule ushuhuda wa yule mtu ambaye alikuwa anaitwa Francisco. Siku moja ameenda, ni ushuhuda ambao watu wengi wamekuwa wakiusema. Siku moja ameenda baharini. Alipofika baharini, akasikia sauti ya Roho Mtakatifu
Mtakatifu ikimwambia, hebu chimba shimo mahali hapa. Akachimba lile shimo. Alipomaliza, Roho wa Bwana akamwambia, ninataka ukusanye maji yote ya hii bahari yaingie katika hilo shimo, huku kubaki kuwa nchi kavu. Yule akamwambia, Bwana, haiwezekani. Akamwambia, kwa nini haiwezekani? Akasema ya kwamba mbona hili shimo ni dogo sana kuliko maji ya bahari ambayo nayaona mahali hapa. Mungu akasema, hiyo ni sawa na wewe ambavyo unafikiria. Kumbuka ya kwamba mimi ni mkubwa sana kupata kuzielewa njia zangu. Ukitaka kupata kuzielewa njia zangu, nyakati nyingine hutaweza kuzielewa zote. Kwa hiyo kila ambacho ninakwambia wewe amini tu. Nikisema nitafanya, amini ya kwamba nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu ni mkubwa sana. Mungu wetu ana nguvu sana. Atakapokuambia jambo fulani ya kwamba atafanya, wewe hebu muamini tu. Yaani ni simple. Una choose tu kumwamini. Unachagua tu kumwamini. Ukifanya hivyo kama alivyofanya Mary, unakuta na yeye anafanya. Mary akajinyenyekeza, akasema, mimi ni mtumishi wako Bwana, nitendee sawa sawa na vile ambavyo umesema. Ndivyo ambavyo na sisi tunahitajika kuwa wanyenyekevu pale ambapo Bwana anatuambia mambo fulani anakwenda kufanya katika maisha yetu. Haijalishi ya kwamba itachukua ni muda gani, haijalishi ya kwamba tutapita kwa muda mrefu, lakini tujue ya kwamba nimeisikia clearly the voice of the Lord. Atakwenda kufanya, nami naamini ya kwamba atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata hivyo maandiko ambayo tumeyasoma yanatupa hivi vigezo vitatu ambavyo vya kuweza kupata hizi baraka zaidi ya vile ambavyo tumetarajia. Tuna vigezo vitatu. Tuna vigezo vitatu. Kila wakati baraka ambayo isiyo ya kawaida inapokuwa imemtembelea mtu, mahitaji haya yanakuwepo au mambo haya yanakuwepo katika yule mtu. Ukisoma watu wengi sana katika Biblia, ukimsoma Yusufu, ukimsoma Abrahamu, ukimsoma Musa, unakuta mambo haya matatu yalikuwa pamoja na wao. Kwa maana waka experience baraka ambazo hawakuweza kuzitarajia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie vigezo vya kuweza kupata baraka zisizo za kawaida. Ni vigezo gani? Nikawa nawaza, watu wanapata tabarikiwa kupita kiasi kama vile Ibrahimu alivyobarikiwa. Ninatangaza kwamba kama Zaburi 23:6 inavyosema, baraka za Mungu zitanifuata katika kila eneo la maisha yangu. Ninatangaza ya kwamba nitatembea katika utii na kupata utimilifu wa baraka za Mungu. Ninatangaza ya kwamba maisha yangu yatafurika baraka za kiroho, baraka za kimwili na baraka za kimaendeleo. Ninatangaza ya kwamba nitaishi, si ndio? Huwa tunapata hizo message, iwe ni Tigo, iwe ni mtandao wote, kwamba vigezo na masharti kuzingatiwa. Nikawa nawaza kwa habari ya kigezo. Hivi naposema vigezo ina maana gani? Hizi factors au criteria, hizi tunasema ni sifa au njia ya kuingia mahali. Ni sifa au njia ya kuweza kuingia mahali. Ili ukamilike kwanza katika vigezo, ndipo uweze kukubaliwa, ndipo uweze kuingia mahali. Na masharti ni zile taratibu ambazo zinakulazimu wewe uweze kufanya, au ni mambo ambayo ni lazima uweze kuyafanya. Labda tuseme mfano, wewe una nyumba zako na unatafuta wapangaji waweze kupanga zile nyumba, lakini vigezo vyako ni mtu aliyeokoka au ni mtu aliyeoa. Hicho ndicho kigezo ambacho unataka huyu mtu aweze kuingia katika nyumba yako. Kwa hiyo kigezo cha kwanza au kigezo ulichonacho unaweza kuweka hivyo: mimi nyumba yangu nataka mtu ambaye ameoa, mimi nyumba yangu nataka mtu labda ambaye ameokoka. Sasa masharti ambayo anayakuta pale, masharti tunasema ni zile taratibu ambazo unatakiwa uzifuate mahali pale. Ni kulipa umeme, kulipa bili. Yaani hauwezekani mtu amekupangisha afu unaenda pale bili ulipi, bili ya maji ulipi, wala bili ya umeme ulipi pamoja na wewe. Na sisi vivyo hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa baraka zile ambazo tunazipata basi tuweze kuwasaidia watu wengine. Baraka zile ambazo tunazipata ziweze kumtambua
kumtambulisha huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi upo kazini, hebu mtambulishe Mungu wako kupitia hiyo kazi ulionayo. Hicho ndicho alichofanya Yohana. Ilikuwa ndicho kazi aliyopewa, kwamba amekuja kumtambulisha Yesu Kristo, kwamba yuko anayekuja ni mkuu kuliko mimi. Hiyo ni baraka ya Zakaria pamoja na Elizabeth. Kwa hiyo vivyo hivyo hata sisi, Bwana amekupa biashara. Hebu hiyo biashara yako imtangaze Kristo. Hiyo kazi yako imtambulishe huyu Kristo, imtambulishe huyu Mungu aliye mkuu kuliko miungu yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakuta wakati mwingine baraka ambazo tunazipata, Mungu ametubariki, ametupa magari, lakini yale magari tunayatumia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutenda tu dhambi. Hayo magari Mungu ambaye ametupa, sasa badala ya kuwa baraka au badala ya kumtambulisha huyu Mungu wetu, yani wale watu ambao tunawapa lifti, nilikuwa nawaambia hapa asubuhi, the only people who we can give them ride are the people who we are going to sleep with. Yani wale watu ambao utalala nao, au ndio unawapa lifti. Watu wengine hawapi lifti. Lakini kumbuka hicho ni Bwana amekupa. Kwa hiyo kama Bwana amekupa hiyo baraka, na unajua ya kwamba ni upendeleo tu wa Bwana, ni kibali cha Bwana ambacho kimefanya hichi kitu kitokee, hebu mtambulishe huyu Mungu wako kupitia hicho ambacho amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la mwisho, na kama hatujaenda hilo jambo la mwisho, tunaona kwa Yusufu, kwa habari ya Yusufu. Ukisoma ile Mwanzo 50 mstari ule wa 19 hadi 20, tunaona Yusufu alipitia mambo mengi sana. Lakini ukisoma maandiko, neno la Mungu linasema kibali cha Bwana kilikuwa juu ya Yusufu. Alipokuwa kwa Potifa. Alipokuwa kwa Potifa, kwa hiyo kibali cha Bwana kilikuwa juu yake. Alipokuwa kule gerezani, tunaona kibali cha Bwana kilikuwa juu yake. Lakini kwenye huu mstari wa mwisho sasa 50 mstari ule wa 19 na 20 unasema Yusufu akawaambia, msiogope. Anawaambia wale ndugu yake, je, mimi ni badala ya Mungu? Nani kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Kwa hiyo haya yote yametokea, hizi baraka zote ambazo Bwana amenibariki, na kwa sababu kibali chake kilikuwa juu yangu, mpaka wanatafuta kufanya mitihani. Kuna testi, kuna assignment, kuna ile mitihani ya mwisho. Hiyo ndio mitihani. Kwa hiyo usipofanya hii mitihani, ina maana wewe unaweza ukaondolewa chuoni. Ya watu wote katika nchi nzima, ilikuwa ni kibali cha Bwana kuwa juu yangu. Lakini hiki kibali cha Bwana na hizi baraka alizonibariki, ilikuwa ni kwa sababu niweze kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Na ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Yohana, na ndivyo ambavyo amefanya role model wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka yako inapokuja